Karibu sana kwenye UDOM Podcast, na wiki hii tunayo heshima kubwa kutembelewa na Dr. Lulu Kaaya, mkurugenzi wa umataifishaji, jumuiya ya wahitimu na elimu endelevu ya Chuo Kikuu cha Dodoma, na tutazungumza naye kwa kina kuhusiana na majukumu ya kurugenzi ya hii ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma na ni namna gani inahudumia wanafunzi wa kimataifa. Na kwa kuwa tupo katika kipindi cha mapokezi ya wanafunzi wapya, pia tutapata mwanga kuhusu ni huduma zipi wanazopatiwa wanafunzi wa kigeni kutoka nje ya nchi. Pia tutajikita katika maandalizi ya mkutano wa 16 wa jumuiya ya wahitimu ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, kujua ni nini kipya ambacho tumeandaliwa mwaka huu. Karibu sana Dr. Lulu Kaaya. Asante sana Skola. Okay, kwanza kabisa daktari, tunaomba kujua kwa ufupi, au unaweza ukatuelezea kwa ufupi kabisa, kurugenzi hii ya umataifishaji, jumuiya ya wahitimu na elimu endelevu imejikita kwenye nini hasa, au inajishughulisha na nini hasa ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma? Asante sana Skola kwa swali zuri. Kutokana na jina la kurugenzi tu lenyewe lilivyo, tuna kazi kuu 3. Kazi ya kwanza imejikita kwenye umataifishaji, ambayo ni namna yetu kuangalia UDOM inakuwa kwenye sura gani kimataifa kwenye swala la wanafunzi wa kigeni, wahadhiri, watafiti, namna tunavyoshirikiana nao na namna ambavyo mashirikiano haya yanaendelezaje elimu inayotolewa Chuo Kikuu cha Dodoma kupelekea UDOM kuwa chuo cha kimataifa. Sehemu ya pili imejikita kwenye jumuiya ya wahitimu. Kurugenzi yetu inaratibu taarifa, kukutana na shughuli mbalimbali ambazo zinawaleta na kuwaweka wahitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma karibu na chuo chao. Lakini hatuishii tu kwenye kuwaweka wahitimu karibu na chuo, ila pamoja na wanataaluma na wanafunzi tulioandaa au tunaoandaa namna gani wanatakiwa waje kuwa kama wahitimu. Sehemu ya 3 ni elimu endelevu. Tunavyojua kama UDOM ni taasisi ya elimu ya juu, tunatoa elimu za mpaka level ya degree, lakini pia tunatakiwa tuendelee kujenga ujuzi wa ziada kwa watumishi na saa nyingine wanafunzi muda ambao wanakuwepo hapa chuoni. Kwa hiyo kuna kuratibu kozi za muda mfupi katika maeneo tofauti na nyanja tofauti za kiutaalamu ili kukuza elimu endelevu ya watumishi. Kwa hizo ndo kazi 3 kubwa. Okay, kwa majukumu hayo makuu 3 ambayo umeyataja, labda kama kurugenzi, ni mafanikio gani ambayo umeyapata mpaka sasa tangu umeanza kupokea wanafunzi wa kimataifa? Kwa upande wa wanafunzi wa kigeni kuna mafanikio kadhaa ambayo chuo kimeweza kuyapata. Mojawapo ambalo sasa hivi limekuwa la wazi, tumefanikiwa kuongeza idadi ya wanafunzi wa kigeni ambao wanaweza kuja hapa Chuo Kikuu cha Dodoma. Namba zimeongezeka, tutaona kwa mwaka huu. Lakini pia tumetanua wigo wa ambao wanafunzi wa kigeni wanakuja Tanzania. Tumekuwa kwa muda tukipokea wanafunzi wanaokuja kusoma program za shahada za miaka yote kutokana na ukubwa wa program. Na wengi walikuwa wanatoka kwenye nchi ambazo zinatuzunguka za hapa Afrika. Lakini kwa sasa hivi tumetanua wigo, tuna uwezo wa kuchukua wanafunzi ambao hata wanakuja kwa vipindi vya muda mfupi, kwa maana semester 1 au mwaka mmoja, na hiyo imeongeza fursa, tunaweza kupata wanafunzi wanaotoka sasa nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo ni moja ya mafanikio. Lakini pia tumeweza kupitia mkakati wa umataifishaji kuweza kwa kushirikiana na kurugenzi nyingine, kwa mfano ya shahada ya awali na shahada ya juu, yani postgraduate, kutengeneza program za lugha, lakini pia na program ambazo zinaitwa bridging program. Sana sana kwa wanafunzi wanaotoka katika nchi mfano ambazo mpango wao wa masomo ya awali kabla ya kuja chuo kikuu haufanani na wa kwetu, kwa mfano kutokuwa na elimu ya juu. Sasa hivyo ndivyo baadhi ya vitu ambavyo tunaweza tukasema tunajivunia, kwa sababu tumeweza, mfano kwa mwaka huu tuna wanafunzi wanatoka Kenya ambao tumekuwa tunashindwa kwa sababu Kenya hawana elimu ya juu kwa maana high school. Lakini kingine ambacho tunaweza tukasema pia tumepiga hatua kwa wanafunzi ni namna ya kuwasiliana na kutoa huduma kwa wanafunzi. Kurugenzi imekuwa kwa idadi ya watumishi, lakini pia imekuwa kwa namna inashirikiana na kurugenzi na vitengo vingine kwa ajili ya kupokea na wanafunzi. Kwa kuanzia wanafunzi wanapopata admission, mawasiliano tunayaanzisha pale moja kwa moja, tujue wanakuja lini, wanatakiwa wajeje, wana changamoto gani. Wanapofika hapa tumeingiza upokeaji wa wanafunzi wa kigeni kwenye mfumo mzima
ambao chuo kinautumia kupokea wanafunzi wote wanaokuja kusoma Chuo Kikuu cha Dodoma. Kuanzia kuwafuata kwenye vituo vya usafiri, iwepo ni treni, mabasi au hata airport. Then tunawasaidia pia kwenye swala la usajili, kuhakikisha kwamba usajili wao unakuwa hauna changamoto nyingi, na hii tunalifanya kwa kufanya na kurugenzi na vitengo vingine. Tunashirikiana na huduma za wanafunzi na jamii, tunashirikiana na kurugenzi ya fedha, tunashirikiana na kurugenzi ya mawasiliano. Kwa hiyo hospitali, vitengo vyote ambavyo vinaweza kutoa huduma tumeshirikiana nazo kuboresha kwamba wanafunzi hawakwami kwenye zoezi la usajili ambalo ni pana kwa ujumla. Kingine pia tunaboresha huduma za kuwasaidia kwenye kupata vibali vya masomo nchini Tanzania. Kwa sheria ya Tanzania ya uhamiaji ni lazima mwanafunzi akija kusoma apate kibali cha masomo. Tumekuwa karibu sana na idara ya uhamiaji hapa ofisi zetu za Dodoma, ambapo tunawasiliana nao karibu na tunahakikisha kwamba wanafunzi wote wanaomba vibali kwa wakati, lakini pia hawakwami kwenye zoezi la kuomba vibali. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tunaweza tukajivunia kwamba tumepiga hatua kama kitengo kwenye kuwasaidia wanafunzi wa kigeni. Sawa, na kutokana na mafanikio hayawezi yakakamilika kabisa bila kuwa na changamoto. Kama kurugenzi, ni changamoto zipi ambazo mnakutana nazo wakati wa kutimiza au kutekeleza majukumu yenu, hususan yanayohusu wanafunzi wa kimataifa? Ni kweli, changamoto zipo na ni lazima kuzifanyia kazi ili tuweze kuendelea mbele. Changamoto moja kubwa ya kuanza nayo ni hatujafikia malengo ya kupata idadi ya wanafunzi wa kigeni ambao Chuo Kikuu cha Dodoma kimejiwekea kwenye mpango mkakati. Kwa hiyo tuna mikakati mbalimbali ya kujaribu kutangaza na kuhakikisha tunaongeza hiyo idadi ya wanafunzi. Kwa hiyo mategemeo yetu kwanza hatujayafikia. Hiyo naweza nikasema ni changamoto namba moja. Changamoto namba 2 ambayo tunajitahidi kuifanyia kazi, swala la umataifishaji na kuhudumia wanafunzi wa kigeni ni swala mtambuka katika taasisi ya elimu ya juu. Ni swala ambalo linahusisha karibu ofisi zote zilizopo katika taasisi ya elimu. Kwa hiyo ule mfumo au utaratibu wa kushirikiana na ofisi nyingine na kuwa na uelewa mmoja ili kuhakikisha kwamba urahisi wa mtiririko wa huduma kwa wanafunzi unakuwa mzuri, ni sehemu ambayo na yenyewe ilikuwa inatutatiza, lakini tunaendelea kuifanyia kazi, kuiboresha. Ndio. Yes, na naweza tu nikagusia kwenye hilo swala la changamoto kwamba mwitikio ni mzuri. Kwa hiyo tunategemea kwamba siku zinavyozidi kwenda tutaboresha namna ambavyo tunawahudumia. Shukrani sana, na tunategemea hayo pia kama kurugenzi kuyafanyia kazi ili tufikie lengo ambalo asilikuwa limewekwa. Na kwa mwaka huu wa masomo 2025-2026 kama kurugenzi ya umataifishaji jumuiya ya wahitimu na elimu endelevu, ni idadi gani ya wanafunzi ambayo tumeipata ukilinganisha na miaka ya nyuma? Nitatolea mfano kwa mwaka uliopita tu wa masomo na huu mwaka ambao unaanza wa 2025 na 2026. Kwa mwaka wa masomo uliopita tulikuwa na wanafunzi wa kigeni jumla 29. Hiyo ikiwa inahusisha wanafunzi wa undergraduate na postgraduate. Lakini kwa mwaka huu wa masomo tumepata usajili mpya, wanafunzi ambao wamedahiliwa kusoma kwetu wapya 35, ambao 25 wa shahada ya awali na 10 wa kutoka postgraduate kwa PhD pamoja na masters. Hiyo imefanya tuna jumla ya wanafunzi wa kigeni 63 ambao tunategemea kuwa nao kwa mwaka huu endapo watafika wote. Na tayari karibu nusu yao wameshafika, wanaendelea na taratibu za usahili hapa UDOM. Na labda ni kutokea nchi zipi? Tuna wanafunzi kutoka Kenya, Uganda, Sudan, Rwanda, Burundi, Malawi, visiwa vya Komoro, Demokrasia ya Kongo, Italia pamoja na Ujerumani. Okay, mkurugenzi, ni huduma zipi hasa ambazo wanafunzi wetu wa kimataifa huwa wanakuwa wanazipata, au huduma zao za mapokezi zinakuwaje kuanzia wanapowasili hadi wanapoingia darasani? Kwa utaratibu ambao tumejiwekea kama UDOM,
mara mwanafunzi wa kigeni anapochaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha UDOM, mara moja kurugenzi yetu inawasiliana na kurugenzi ambazo zimeratibu kuchagua wanafunzi. Sawa sawa. Tunapata mawasiliano yao. Tunawaandikia barua pepe ya kuwapongeza kwa kuchaguliwa na kuwapa baadhi ya taratibu kwa maana ya vitu watakavyotarajiwa wanavyo na kadhalika. Na wanatupa mrejesho kuhusu wanawasili lini na tunafanya maandalizi ya namna ya kuwapokea. Wanapopokelewa wakifika UDOM, cha kwanza ni usaili. Tunafanya lazima wafanye registration. Yes. Kwa hiyo tunawasaidia kwenye kutoa maelekezo, wasikwame kwenye zoezi la usaili, wanapolipa ada, vyumba vya malazi wanavyokaa. Wengi wanakuwa pia ni mara ya kwanza wamefika Dodoma, kwa hiyo kuona Dodoma na kadhalika, kuhakikisha kwamba ukaaji wao wa UDOM na Dodoma unakuwa ni rafiki kidogo. Na tunafanya hivi kwa kushirikiana na wanafunzi ambao wapo chuo kikuu cha Dodoma. Na wanafunzi ambao tunafanya nao kazi kwa ukaribu kama kitengo kuhakikisha kwamba wanawasaidia wanafunzi kuhudumia. Sehemu nyingine nyeti ya kwenye kuwahudumia ni kuhakikisha wanapata vibali vya kusoma nchini Tanzania, wengine visa walizoingilia kuhakikisha kwamba ziko sawa na kadhalika. Kwa ni huduma za kawaida za kijamii za kumfanya mwanafunzi aweze kuishi, lakini tunazingatia swala kwamba wao sio wenyeji. Kwa wanatakiwa wapewe mwongozo ili kuweza kuishi hapa. Ni kweli kabisa. Hakuna mgeni ambaye hatakosa mwenyeji. Basi na sisi tunahakikisha kama Chuo Kikuu cha Dodoma, wageni wetu wote ambao wanafika ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma basi wanakuwa na wenyeji. Na ndani ya chuo kwa wageni wetu, wenyeji wetu ni kurugenzi ya umataifishaji. Na kama alivyozungumza mkurugenzi kwamba huduma kwao ni rafiki kabisa na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakuwa rafiki na mazingira ya chuo, lakini pia mazingira ya Dodoma kwa ujumla. Mimi nikushukuru sana mkurugenzi, lakini turudi moja kwa moja kimtizamo au kimaono. Chuo Kikuu cha Dodoma kinasimama vipi kimataifa ukilinganisha na vyuo vingine Afrika Mashariki? Asante, hilo ni swali pana lakini pia ni swali nyeti. Nitalijibu kwa pande mbili. Pande ya kwanza ni namna gani tunafanya na pande ya pili ni labda faida tulionayo au fursa tulionayo kama Chuo Kikuu cha Dodoma. So kwa upande wa fursa, Chuo Kikuu cha Dodoma hapa nchini Tanzania, mahali tulipokuwa katikati ya nchi, kuwa kwenye mji mkuu wa serikali, lakini kuwa kwenye mji uliotulia, na UDOM kuwa taasisi kubwa yenye mandhari na tulivu. Tunasimama katikati ya nchi zote 8 ambazo Tanzania inapakana nazo. Na hivyo inaweka ukaribu kwa wanafunzi kutoka kaskazini, kusini, magharibi, nchi ambazo tunapakana nazo hizo. Kuona si mbali sana kuja kusoma Chuo Kikuu Dodoma. Lakini kuona kwamba tunaenda kusoma mahali ambapo kuna mji mkuu wa serikali, huduma mbalimbali zipo karibu. Na hiyo imekuwa pia ni sehemu ya kivutio. Lakini pia Dodoma ni sehemu tulivu. Kwa hiyo wanafunzi wanakuwa wana hali ya kujiona wako kwenye mazingira salama, na sisi tunatumia hivyo. Lakini kingine ambacho ni cha ziada ni namna ambavyo sasa sisi kama taasisi tunajipanga kwenye swala la kuwapokea wanafunzi, na tunahakikisha kwamba wanaotoka pia wanakuwa mabalozi. Na hilo tumeliona kwa sababu wanafunzi tulionao wengi tunaoendelea kuwapata wamekuwa wanavutana, kwa maana wanapeleka taarifa nyumbani, na hizo zinawasababisha wengine wanaweza kuendelea kuja kutoka hizo nchi. Kingine ambacho sasa ni nje ya fursa tu zilizopo ni namna ambavyo UDOM imejikita kujenga mashirikiano na taasisi mbalimbali nje ya nchi. Lakini pia namna ambavyo UDOM inashirikiana na taasisi kama balozi na taasisi nyingine za kimataifa kwenye kuweka taswira ya UDOM kwamba ikawa na taswira inayokubalika kimataifa, haijajitenga. Hiyo pia inatuweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuvutia wanafunzi. Naweza nikasema hivyo kwa kifupi. Kweli kabisa, na always tunaamini kabisa kwenye kila taasisi kuna kuwa na ile mipango na mikakati. Lakini tukirudi kwenye kurugenzi ya umataifishaji, ni mikakati ipi ambayo imewekwa mipya ambayo itawavutia zaidi
wanafunzi wa kimataifa katika miaka ijayo? Kati ya baadhi ya mikakati ambayo tunaiona inaleta na inaweza kuleta matokeo chanya, mkakati mkubwa ni kuboresha huduma tunazozitoa kwa wanafunzi wale wanaokuja wapya, lakini na wale waliopo hapa tayari. Muda wao wote wa masomo tunajitahidi ni mkakati wetu uwe ni muda wa rafiki, waweze kusoma vizuri na waweze kumaliza. Tunaamini kwamba kizuri chajiuza. Lakini mkakati wa pili pia kujitangaza ni kitu cha msingi. Mkakati wa pili upo kwenye kujitangaza. Kwa kama Chuo Kikuu cha Dodoma tumeweka mipango ya kujitangaza kwa ajili ya kufikia wanafunzi wanaotoka kwenye nchi nyingine. Mojawapo kushiriki kwenye makongamano ya elimu au ya vyuo vya elimu unapotangaza. Mfano kama Tanzania tuna TCU, maonyesho ya TCU. Lakini nchi nyingine pia zinazotuzunguka zina maonyesho ya ambayo yako ya namna hiyo. Kwa hiyo UDOM inajipanga kushiriki pia kwenye maonyesho ya nje na ndani ambayo yatatupa fursa ya kuweza kujitangaza na hivyo kuvutia wanafunzi kutoka nje kuja kusoma Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini upande mwingine ni sera na taratibu zetu pia tunaziboresha kwa namna ziweze kuwa rafiki kwa wanafunzi wanaoweza kutoka kuja kusoma nje. Kwa mfano mzuri ni utaratibu ambao tumeuboresha kama UDOM kwamba tunapokea wanafunzi hata wanaokuja kusoma kwa vipindi vya muda mfupi. Dunia inavyokuwa na swala la umataifishaji, kwa mfano kuna dhana ya study abroad program. Vyuo vingi tu duniani vinahitaji wanafunzi wao katika muda wao wa masomo basi angalau semester moja au mwaka mmoja akasome nje. Sasa UDOM tumefungua hilo dirisha. Kwa hiyo wanafunzi wengi wa kutoka sana sana nje ya bara la Afrika ni wanafunzi tunaowategemea kuja kusoma kwenye hivyo vipindi vya muda mfupi. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba kwa kushirikiana na vyuo ambavyo tunashirikiana navyo tunajitangaza katika huo wigo ambao ni mpya. Ndio tumeanza nao kwa mwaka huu. Huo ni mpango ambao umejikita kwenye sera labda na taratibu. Kingine ni pia kujaribu kufanyia kazi la swala la kupata UDOM kuingia kwenye fursa za ufadhili wa masomo kwa wanafunzi ambao pia wanatoka nje ya Tanzania. Na fursa hizi zipo kwenye mitandao ya vyuo vya elimu kwa mfano ambayo ipo katika ukanda huu wa Afrika. Kwa mfano tukiongelea East African Commission tuna hii tunaita Inter-University IUCEA, Inter-University Council of University of East Africa, ambayo ina fursa nyingi zikiwemo pia za ufadhili wa masomo kutoka watu wanaotoka kwenye hizi nchi zilizopo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo UDOM pia tunaingia kwenye hiyo mipango ili sasa sio tu tuvutie wanafunzi kuja kusoma, lakini ufadhili wa masomo utaongeza kuvutia wanafunzi kuja kusoma hapa Chuo Kikuu cha Dodoma. Asante sana mkurugenzi, na kwa ufafanuzi huo inatuonyesha dhahiri ni kwa namna gani Chuo Kikuu cha Dodoma si ndani ya Tanzania tu, lakini wigo wake ni mpana mpaka nchi za Afrika Mashariki, lakini duniani kwa ujumla. Tunategemea kuwa na mkutano wa Baraza la Wahitimu wa 16 hivi karibuni. Ni matarajio yapi ambayo wao kama wahitimu wayategemee? Mambo gani ambayo yatakuwa ni makuu ndani ya mkutano huu wa 16 wa Baraza la Wahitimu ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma? Watarajie vitu gani kutoka mkurugenzi ya umataifishaji? Kutoka kwenye kitengo chetu ni kweli tunaratibu jumuiya ya wahitimu na tunaratibu mkutano mkuu wa mwaka ambao unafanyika kila mwaka. Na kwa mwaka huu kama ulivyotangulia kusema ni mkutano wa 16. Kila mwaka tunaleta ubunifu na kujaribu kuendeleza ubunifu ambao ulikuwepo nyuma. Na hivyo ndio vitu ambavyo tunategemea vinaweza vikawa vya kivutio zaidi kwa watu kuja kushiriki. Lakini cha kwanza nitazungumzia mada ambayo tumeiweka kwa mwaka huu. Ni mada ambayo inajikita kwenye mdahalo ambao umekuwepo kwa muda juu ya aina ya wanafunzi ambao tunawazalisha. Kwa mdahalo umejikita kwenye kuzungumzia ni namna gani tunazalisha wanafunzi wenye uwezo wa ujasiriamali, lakini pia wenye sifa za kuajiriwa. Ndipo ambapo mdahala umejikita. Lakini hauishii hapo,
ni kuandaa wanafunzi kwenye hizo sifa za kujiajiri na kuajiriwa zinazokubalika, lakini kwa kushirikisha tasnia mbalimbali. Kwa maana kwa mfano nasema industry linkages. Kwa aina ya mdahalo ni mdahalo ambao umekuwa kwa mwaka huu tumeuishi vyuo vikuu mbalimbali vya Tanzania, kwamba namna gani vyuo vikuu vinashirikiana na industry kuweza kunoa wanafunzi na kutoa wataalamu ambao ajira inaweza kuwatumia moja kwa moja, lakini pia wale ambao wanaweza kutoka na kwenda kujiajiri. Kwa hiyo mdahalo wenyewe na unaweza ukawa tunaamini ni kivutio kikubwa. Lakini cha pili, wazungumzaji. Unaweza kuwa una mdahalo mzuri lakini mzungumzaji. Kwa pia tumejitahidi kupata mzungumzaji ambaye jumuiya ya wahitimu na wanataaluma, lakini hata na wanafunzi wetu, kwa sababu pia wanakaribishwa kuhudhuria kwenye mkutano wa convocation, watavutiwa na msikilizaji ambaye atakuja kuzungumza nao. Lakini katika wazungumzaji, ukiondoa mzungumzaji mkuu, pia tumeweka mzungumzaji ambaye ni muhitimu ili aweze kufafanua na kuelezea safari yake, muhitimu ambaye amejiajiri. Kwa hiyo tunaamini kwamba maswali mengi pia ambayo wanafunzi wanajiuliza na wakufunzi tunajiuliza kwenye kufundisha, anaweza akatusaidia kuyaelezea kwa kuelezea historia yake yeye mwenyewe. Lakini pia kwa mwaka huu tutaendeleza maonyesho ambayo waga tunayafanya ya kuonyesha ubunifu, bidhaa na za ujasiriamali ambazo wahitimu wetu wamekuwa wanazifanya, ila tumeboresha pia. Haiishii kwenye maonyesho ya wahitimu wetu tu, lakini tutakuwa na maonyesho pia wanataaluma ambao wachache waliopo hapa Chuo Kikuu cha Dodoma ni wakufunzi, lakini hawaishii tu kwa vitendo kufundisha darasani. Wanafanya hayo mambo pia nje kama sehemu ya maisha yao. Kwa hiyo pia na wenyewe watashiriki kwenye hayo maonyesho. Lakini pia nikikukumbusha kama mdau wa Chuo Kikuu cha Dodoma, mkutano wa convocation wa 14 tulianza mazungumzo na tulifungua kampeni ya uchangishaji kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wanaosoma hapa Chuo Kikuu cha Dodoma, na tumeendelea na huo mchakato ambao ulikuwa ni kampeni ya miaka mitatu. Na ni vizuri watu wakaja wakashuhudia kwa hii miaka miwili jinsi ambavyo tayari jamii imeshajitoa na baadhi ya huduma hizo au mahitaji kwa ajili ya kuwafikia wanafunzi yameshafikia wapi, kwa sababu watu wamekuja mbele, wamejitoa kwa nafasi ambayo iliyo pia ni nzuri. Kwa hiyo naomba niwakaribishe tuweze kuja kuyashuhudia. Kwa mwaka huu kauli mbiu ambayo imewekwa, au tunaweza tukasema kauli mbiu maalumu kwa mwaka huu, je, ina uhusiano gani na maendeleo ya taifa au UDOM kwa ujumla? Sawa, asante. Kauli mbiu au mada ambayo tuna mwaka huu tunaita ujasiriamali kwa ajili ya wakati ujao, kutumia uhusiano wa kitasnia kukuza ujuzi na kuzalisha ajira. Sasa tukiangalia na namna gani inahusiana na maendeleo ya taifa lakini pia na Chuo Kikuu cha Dodoma. Nitaanza kuongelea kwenye upande wa maendeleo ya Chuo Kikuu cha Dodoma, then tutamalizia na uwanda wa kitaifa. Lengo kuu ambalo Chuo Kikuu cha Dodoma tunajiangalia na kujikita ni kuhakikisha kwamba tunamzalisha muhitimu mwenye tija. Tunamzalisha muhitimu ambaye jamii inamhitaji. Tunazalisha muhitimu ambaye nchi inamhitaji. Sasa tunapoiangalia hii mada imejikita moja kwa moja kwenye kuhakikisha kwamba tunamzalisha muhitimu, haijalishi ni wa tasnia gani, lakini ambaye anafaa moja kwa moja kwenda kutoa huduma katika nchi. Na hapo tunakuwa tumepata mafanikio ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwenye upande wa taifa, kama ambavyo ilivyo kidunia, tunaweza tukasema swala la ajira ni swala ambalo lipo masikioni kwetu. Linazungumzwa nchi mbalimbali, tunahangaika namna gani ambavyo tunaweza kuongeza kasi na namna ya kutatua swala la ajira kwa vijana, hususan hao wanaohitimu na ujuzi tofauti tofauti. Kwa hiyo mada hii moja kwa moja inakwenda kuchangia kwa kiasi kikubwa kutoa maono, lakini pia kutoa namna na mbinu mbalimbali ambavyo sasa zitasaidia Chuo Kikuu cha Dodoma kwenye kuhakikisha kwamba hatutoi tu wahitimu, tunatoa wahitimu ambao wanaenda kutatua swala la ajira katika nchi ya Tanzania.
Na utatuzi wa ajira katika nchi ya Tanzania upo kwenye pande mbili kuu. Pande ya kwanza ni kuwa na taasisi zinazoweza kuwaajiri, ambazo taasisi zinazoweza kuajiri aidha ni taasisi za umma au ni taasisi binafsi. Kwa mada hii inapelekea kuzungumzia kumtoa mhitimu ambaye taasisi binafsi zitamhitaji, lakini pia ataifuata taasisi ya umma. Upande wa pili wa mhitimu ni yule mhitimu ambaye aidha kwa mapenzi yake au kwa mazingira yake au kwa changamoto za ajira zilizopo anaamua kwenda upande wa kujiajiri. Je, sisi kama UDOM tufanye nini ili tuhakikishe huyu mwenye huo mlengo na yeye anakwenda vizuri? Okay. Nashukuru sana kwa sababu hapo umefafanua kwa upana zaidi, na nina imani kwa mada ambayo imetajwa hapo inamgusa kila mmoja kama mhitimu, lakini yule ambaye tunatarajia au tunategemea atakuja kuwa mhitimu hapo baadaye. Mkurugenzi, umeweka wazi na umefafanua kwa uwazi kabisa ni kwa namna gani thimu ya mwaka huu inavyoenda kuhusiana na taifa katika maendeleo, lakini pia na UDOM kwa ujumla. Lakini natamani kujua kuna umuhimu gani wa wahitimu kushiriki kwenye convocation na shughuli zote za jumuiya ya wahitimu kwa ujumla? Sawa sawa. Ushiriki wa wahitimu kama wahitimu kwenye convocation na chuo chao. Kwanza hiki ni chuo chao mama. Mhitimu anaposhiriki yeye anakuwa ameonyesha mapenzi yake, lakini ameonyesha alichokipata hapa chuo mama chake anakithamini. Sure. Sisi kama taasisi ambayo imemzalisha huyu mhitimu anaposhiriki kwenye shughuli zetu, kwanza kabisa anapata fursa ya kukijua zaidi chuo chake. Sure. Akikijua zaidi chuo chake, kuna fursa nyingi yeye pia anaweza akatoa maoni, mchango ambao inapelekea kwenye kuendeleza taasisi kabisa. Lakini zaidi ni kwamba anapata nafasi ya kutengeneza network. Network hii anaitengeneza na wanafunzi wenzake wengine waliohitimu kipindi hicho. Lakini pia anapata fursa ya kunetwork na waliohitimu mbele yake au nyuma yake, kwa sababu huko duniani wako katika maeneo tofauti. Kwa hiyo na sasa hivi dunia inavyoenda, hakuna mtu wala taasisi anayefanya kazi peke yake. Kwa hiyo unapokuwa una network, ule wigo wako wa watu unaowafahamu, aidha mlikotoka, mlikozalishiwa kama ni UDOM, tayari kile ni kitu cha thamani sana ambacho anaweza kunyamata. Lakini kingine ambacho ni kizuri, ambacho ni cha kurudisha kwenye jamii, ni kwamba anakutana na wanafunzi ambao wako. Kuna mwanafunzi mmoja, wawili, 10 watakao tamani kuwa kama yeye. Skola, wewe umesoma chuo kikuu cha Dodoma. Utakapokuja wakakuona wakasema tunamwonaga Skola kwenye podcast za UDOM. Mmoja anayesoma hapa akasema mimi natamani nikimaliza niwe kama dada Skola. Akakufuata, akakuomba namba yako ya simu. Si umepata fursa ya kujenga kijana wa Tanzania. Kwa hiyo wigo ni mpana, na hiyo ni baadhi tu ya mifano ambayo mhitimu anapokuja kushiriki kwenye shughuli za wahitimu anaweza akafaidia. Sawa, nikushukuru. Na kwenye kurugenzi tuna kitu kinaitwa UDOM Alumni Association. Ni faida zipi ambazo wahitimu wanaweza kupata wanapokuwa wanachama hai? Sawa sawa. Kwa kufuata chata ya chuo kikuu cha Dodoma, wahitimu wana fursa ya kujenga association zao. Na ziko za namna mbalimbali. Convocation kwa mfano ni moja ya association. Lakini pia wahitimu wanaweza wakajenga association kutokana na tasnia zao walizosomea. Kwa kuna association ya wahitimu waliosoma sheria, bado hatuna hizo. Au wahitimu wanaoishi Mwanza wakawa na association yao au na kadhalika. Sasa faida ya kuwa kwenye zile ni kwamba mnajengana zaidi. Kwa hiyo mnapata fursa ya kujengana zaidi. Unatokea fursa vitu kama mentorship, lakini pia kushare zile opportunity. Wewe unaweza ukawa unajua mambo haya, huyu anajua fursa hizi. Kwa hiyo wanapokuwepo kwenye zile association wanaweza wakajikuza. Kwa sasa association yetu ambayo iko hai na inaendelea vizuri ni ya convocation, ambayo sasa inachanganya wahitimu pamoja na wanataaluma. Kwa hiyo ule wigo pia wa faida unazidi kuwa ni mkubwa. Na wanakuwa hawabaki nyuma.
kwa maana ya kwamba mfano kwenye sisi kama UDOM bado hatujafika, lakini ndiko tunakoelekea. Vyuo vingine aliyekuwa mhitimu anaweza akaendelea kupata baadhi ya privilege au huduma zinazotolewa chuoni kwa sababu ya level ya kuwa mhitimu. Kwa hiyo chuo kinawaona kwa jicho za ziada wale ambao wanakuwa karibu na wanashirikiana na chuo. Sawa. Kwa ufafanuzi huo, na nyuma ulijaribu kugusia kwamba ukasema product ambayo inakuwa inatoka UDOM, tunazungumzia upande wa wanafunzi. Lengo ni kuandaa wanafunzi ambao watakaorudi kwenye jamii yetu na kuja kuwa msaada kwenye taifa letu kwa ujumla, na tunategemea hivyo, lakini hatugusi nyanja moja, tunagusa nyanja mbalimbali. Kwamba unamwandaa mwanafunzi ambaye amesomea labda shahada ya udaktari, tunategemea akienda kwenye jamii anakuwa msaada kwenye jamii yake, lakini pia tunamtegemea huyo mhitimu wetu anakuja kuwa msaada kwenye taifa kwa ujumla. Kama kurugenzi, ni kwa namna gani kama taasisi ya Chuo Kikuu cha Dodoma inafuatilia maendeleo ya wahitimu na kujua kwamba tunaweza kuwatumia kama sehemu ya mtandao wa maendeleo ya chuo kama chuo au kama kurugenzi ya umataifishaji? Ni kwa namna gani mnafuatilia maendeleo ya wahitimu wenu ili wao kuwa kama sehemu ya mtandao wa maendeleo ya chuo chetu? Sawa. UDOM ina wahitimu wengi kweli. Tuna wahitimu wanaofika karibu 100,000 nje. Na ni wajibu wetu kuhakikisha tunatakiwa tujue kila mhitimu mahali aliko na progress vipi. Yes. Tunafanya juhudi katika hizo na kuna namna mbalimbali ambazo tunaweza kufanikiwa katika hayo. Kuna ambazo tumezitekeleza na nyingine tunazo kwenye mchakato. Mojawapo ni kuendelea kukuza kanzi data ya hao wahitimu, hususan kwa kutumia mawasiliano ambayo wanayatumia sasa hivi. Kwa hiyo wanafunzi wanapomaliza tunajitahidi kupata taarifa zao na wanapoenda na wanavyo-update mawasiliano yao kwa ajili ya kuwasiliana nao. Lakini tunapoenda kwenye shughuli za chuo nje, kwa mfano tunapoenda kwenye maonyesho ya Sabasaba, tunapoenda kwenye maonyesho ya 88 na shughuli nyingine, tunahakikisha kwamba tunakuwa na dawati linalowasajili wahitimu. Na wahitimu wetu mfano tukiwa Sabasaba wanakuwa na furaha kutembelea banda la UDOM na kusema mimi nilisoma UDOM, na wanakuwa willing kutoa taarifa zao. Na saa nyingine tunakuwa pia na nafasi nzuri ya kuwapa zawadi ndogo. Na pia kunakuwa na ubao wa kusaini, na wengi wanafurahi sana. Na pia kila anayetutembelea yeye anajisajili, tunamkaribisha na yeye awakaribishe wengine zaidi kuweza kujisajili. Kwa hiyo ni namna mojawapo ambayo tunaendelea kujaribu kukuza kandidata ya wahitimu. Lakini pia tunategemea sana kupitia peji zetu za social media kwa wanafunzi ambao wanatufuatilia na kutokana na taarifa ambazo tunazitoa, wanaweza wengi kuendelea kujitambulisha, kwa sababu sehemu kubwa pia kwa wale ambao bado hatujawapata ni wao kuwa na utayari pia wa kujitambulisha. Ni swala la hiari kuwa connected na chuo mama chako. Namna nyingine ambayo iko katika mchakato bado hatujafanyia kazi ni tunategemea katika mwaka huu wa masomo tulioanza sasa, kwa sababu wahitimu wa UDOM wako UDOM na wako pia wako Dodoma na wako katika mikoa mingine nje ya Dodoma. Kuwa na events ndogo katika mikoa ambazo zinawashirikisha na kuwajumuisha wahitimu wa UDOM kuweza kuwepo, ambazo zinaweza zikawa kwenye mfumo wa marathon, zinaweza zikawepo kwenye mfumo wa zinaitwa kama nini, events za social za kuweza kuwaweka kwa pamoja, tukitegemea wale wanaokuja watakuja wameitika, lakini pia wataondoka wametuachia taarifa zao. Na sasa hivi tunaelekea kukamilisha poto, alumni poto, ambayo hiyo alumni poto sasa itakuwa wazi na itakuwa rahisi kuwa shared digitally kwa wahitimu popote walipo kuweza kujisajili, na hivyo tunaendelea kukuza taarifa za wahitimu ili sasa tuweze kuendelea kuwa na mawasiliano. Na tunatamani tufike mahali kila mhitimu wetu ikifika siku yake ya kuzaliwa, ujumbe wa kwanza wa pongezi za birthday kutoka UDOM. Ndiko ambako tunajaribu kuelekea. Inshallah, na Mwenyezi Mungu atatujalia tutalifanikisha hilo, kwa sababu
tunategemea kuwa ni chanzo au inaweza ikawa ni chachu ya motivation kwao kuamka na kuona kama taasisi au chuo ambacho kimenitoa mpaka leo, labda niko taasisi fulani au mimi ni mjasiriamali sehemu fulani, kimenikumbuka labda kwa namna moja ama nyingine kwa kunitakia heri, labda na pongezi kwenye kitu fulani. Na kama taasisi, je, kuna miradi maalum ambayo inawahusisha wahitimu inayoendelea au iliyopangwa kuanzishwa ndani ya chuo au kwenye kurugenzi ya utaifishaji? Neno miradi ni pana kidogo, lakini tulichukulie kama program au activity ambazo zinaendelea au zinakuwa kwa kipindi fulani ambazo zinashirikisha wahitimu. Yes, program ambayo ni kubwa ambayo tumejaribu kwa kiasi kikubwa kuwashirikisha wahitimu ni hii tuliokuwa tunaifanya ya kufanya uchangishaji kwa ajili ya kusaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum hapa UDOM. Wachangiaji sehemu kubwa wamekuwa wahitimu, sio wanataaluma tu, imekuwa wazi wahitimu wamechangia na wahitimu wengine tena wakiongozwa na rais wa jumuiya ya wahitimu Mr. Jidad Terry wametuunganisha kwa wahisani wengine ambao pia wakaweza kutuchangia kupata vifaa ambavyo tumevipata kwa ajili ya wanafunzi wetu. Kwa hiyo ni mojawapo. Lakini nyingine ambayo pia tunategemea tutaikamilisha katika mwaka huu wa fedha, tarehe zitatangazwa mbele kidogo, tutakuwa tuna marathon ya Chuo Kikuu cha Dodoma, ambayo hii marathon ni mahususi kwa ajili ya kuwarudisha nyumbani wanafunzi wahitimu waliosoma Chuo Kikuu cha Dodoma katika miaka tofauti. Tutawakaribisha washiriki na sisi, tuwe pamoja, tujadiliane mawili matatu. Kwa naweza nikasema hizo ndio zile ambazo unaweza ukasema ni moja kwa moja program zinazohusisha wahitimu. Lakini kwa vipindi tofauti kutokana na chuo kinavyokuwa kinatekeleza majukumu yake mbalimbali, kunakuwa kuna uhitaji wa kushiriki kwa watu nje ya chuo kwenye kutekeleza yale majukumu. Mara nyingi chuo kinawafikia kwanza wahitimu wake. Na wahitimu wetu chuo kimekuwa sasa hivi tuna wahitimu ambao wamefika mbali, wako kwenye nafasi ambazo zinaweza kuinfluence maamuzi ambayo kwa namna moja ama nyingine yakapelekea kwenye ukamilishaji na ukuaji wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Yes. Safi sana. Labda mimi binafsi na kwa niaba ya wahitimu wengine naweza nikatoa pongezi au tukawapongeza kwa sababu ni kazi kubwa ambayo mnaifanya kuhakikisha kuileta jumuiya ya wahitimu pamoja. Si kazi rahisi na sio kila labda taasisi inaweza kufanya hivyo. Lakini tumezungumzia umataifishaji, tumegusia kwenye umataifishaji, tukaja tukagusia kwenye jumuiya ya wahitimu. Tugusie kwenye elimu endelevu. Kama kurugenzi, ni aina gani za kozi fupi au programu za elimu endelevu UDOM inatoa kwa sasa? Sawa. Kwenye upande wa elimu endelevu, UDOM inatoa kozi fupi za kujenga watumishi na wanafunzi katika tasnia mbalimbali. Mfano, na hizi ni baadhi ya zile maarufu. Sawa. Upande wa ICT, ndio. Upande wa kompyuta, ndio. Kompyuta ni wigo mpana. Shule kuu yetu ya mfumo wa TEHAMA inaratibu sio chini ya kozi fupi 5 kwa mwaka. Na mojawapo inalenga wanafunzi, ambayo inakuwa kwenye beginners level, lakini hizi nyingine zinalenga watumishi katika maeneo mbalimbali, lakini pia zinalenga watumishi ambao ni sio wa UDOM tu, hata wa nje ya UDOM. Kwa hiyo kwenye upande wa ICT ni sehemu ambapo elimu endelevu zinatana. Utakubaliana na mimi kwamba teknolojia ya ICT pia inabadilika sana. Sasa hivi nafikiri kozi zao mpya kabisa ni hizi za artificial intelligence ambazo wanazitoa na cyber security. Lakini pia kwenye upande wa lugha ya Kichina, taasisi yetu ya lugha ya Kichina Confucius Institute inaratibu kozi si chini ya 4 kwa mwaka kwa ajili ya kufundisha lugha na tamaduni za Kichina, ambayo hiyo ni kwa wanafunzi wa UDOM na watu walioko nje ya UDOM, lakini pia kwa watumishi wa UDOM. Tuna kozi zinazotolewa kama kozi fupi kwenye masuala ya kujenga uwezo
watafiti na uandishi wa machapisho, ambao hii ni kivutio zaidi kwa staff wa Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini na wanafunzi wanaosoma shahada za juu kwa maana ya masters na PhD hapa Chuo Kikuu cha Dodoma. Ndio maana nilisema ni karibu kwenye kila tasnia. Tukirudi kwa watu kwa mfano wa upande wa CNMS kwa science, tukirudi kwa watu wa COESE kwa maana ya engineering, wamekuwa wanaratibu kozi za muda mfupi kwa ajili ya elimu endelevu kwa industry mbalimbali. Kwa mfano, migodi mbalimbali tumekuwa tunaweza kutoa kozi ambayo inawafaidisha watumishi kwenye ile migodi mbalimbali. Lakini uchakataji katika sekta ya kilimo ambao SNMS wamekuwa wanatoa katika uzalishaji mambo mbalimbali. Kwa hizo ndio baadhi ya kozi za muda mfupi ambazo Chuo Kikuu cha Dodoma kimekuwa kinaziratibu. Tuna kalenda ya mwaka ambayo tunakuwa tunaiupdate kila mwaka na imekuwa inafaidisha idadi tu kubwa. Na pia kwa mfano kwa mwaka huu kutoka kwenye idara ya mambo ya political science wameratibu kozi za itifaki na wameratibu kozi 2 za itifaki ambazo zimepata mapokeo makubwa sana kutoka katika taasisi mbalimbali za umma, binafsi na hata za kidini kwa watu kuja kujifunza. Kwa hiyo kweli umekuwa ni wigo ambao unakipambanua Chuo Kikuu cha Dodoma kama ni chuo kinachotoa elimu endelevu kwa watumishi mbalimbali nchini. Hapo daktari, umegusia hizo baadhi ya kozi ambazo zinatolewa kwenye ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Tunaweza tukagusia kwenye taasisi, shule kuu, ndaki mbalimbali ndani ya chuo ambazo wanatoa hizo kozi, na naweza nikasema mimi ni shahidi wa kwanza kushuhudia kwamba nilihudhuria kozi fupi ya itifaki ambayo ilitolewa mara 2 mfululizo. Lakini still kuna watu ambao hawafahamu au hawajawahi kusikia ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma kama tuna ofa hizo kozi. Lakini sasa wewe binafsi kama mkurugenzi, tayari upo kwenye kurugenzi ya umataifishaji, jumuiya ya wahitimu wanatazama kurugenzi yako, lakini pia kwenye upande wa elimu endelevu, ni kwa namna gani unaweza ukafafanua umuhimu wa hizi kozi fupi kwa wataalamu ambao wapo kazini kwa sasa? Kwa kweli hizi kozi fupi kwa wataalamu hata kama umefanya kazi miaka 20, sasa hivi hili swala la utandawazi na ukuaji wa teknolojia na ambapo vimeshika kasi, ni rahisi sana ukikaa tu ukajikuta umeachwa nyuma. Ukaona kama treni ya SGR inavyopita ya kuacha. Kwa hizi kozi fupi za elimu endelevu zinaendelea kukuweka wewe kuwa wa wakati katika tasnia yako. Haubaki nyuma. Kwa hiyo tunasema ile relevance yako na how updated you are ndio kazi kubwa ya hizi. Lakini pia sera za kitaifa na kikanda na kimataifa pamoja na ajenda sawa na malengo yanabadilishwa kila siku. Kwa hizi kozi fupi zinaenda zinabeba zile dhana za malengo ya kitaifa, kikanda na kiulimwengu na kuyaongezea kwenye ule ujuzi wako ambao unaufahamu. Kwa hiyo ni fursa moja ambayo inakuhakikishia kwamba wewe kama mtumishi, kama mtendaji unakuwa uko relevant, unakuwa uko updated kutokana na namna ambavyo utandawazi unaendelea, teknolojia inakuwa lakini pia ajenda zinakuwa duniani. Sawa. Hiyo ni wazi kabisa, kwa sababu tukiangalia sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa utandawazi. Usisubiri kuja kugongewa mlango, kubishiwa hodi, kukumbushwa kwamba kuna baadhi ya vitu natakiwa kuvijua kwa sasa kutokana na usasa ambao tuko nao. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kufahamu zile kozi fupi ambazo zinatolewa. Sisi kama Chuo Kikuu cha Dodoma tunazitoa hizo kozi na huwa tunatangaza kwa wakati. Kwa hiyo ni muhimu kama mtaalamu ambaye upo kazini sasa hivi kuwa updated kama tulivyokuwa advised na mkurugenzi kwamba ni lazima tuwe wa sasa, akili ziamke. Mkurugenzi, mimi nikushukuru kwa sababu tayari unawagusa si wahitimu tu, lakini pia wanajamii wahusika. Wanaweza kama sisi hawajasoma UDOM lakini wamesoma taasisi nyingine, ila kuna umuhimu na kuna kitu cha kujifunza hapa. Lakini sisi kama taasisi tunajivunia kwa sababu tunaenda na usasa, tunaenda na wakati ambao tuko nao sasa hivi. Sasa hivi wewe ni mkurugenzi daktari na tunaona mafanikio ambayo yapo kwenye kurugenzi yetu kwa sasa. Kwa maono yako, unaiona wapi kurugenzi yetu hii baada ya miaka 5?
unaiona wapi kurugenzi ya umataifishaji, jumuiya ya wahitimu na elimu endelevu? Kwa kweli katika ofisi yetu na kama ambavyo nimezungumza, mambo ni mengi. Pia ina maana vya kujipimia ni vingi. Na vya kutamani kuvifanya pia ni vingi. Lakini kwa kila jukumu kuu moja, tunaweza kusema tu kwa ufupi sana yafuatayo. Kwa mfano, kwa upande wa umataifishaji, ndani ya miaka 5, mimi naiona UDOM kuwa chuo Tanzania kinachoongoza kwa idadi ya wanafunzi wa kigeni. Na kwa upande wa umataifishaji, cha pili, ninaiona UDOM ndani ya miaka 5 kuwa chuo ambacho kinaongoza kunufaika kutokana na mashirikiano ya kimataifa na vyuo vingine kwenye upande wa tafiti. Kwenye upande wa jumuiya ya wahitimu, kwenye upande wa jumuiya ya wahitimu, kwa efforts mbalimbali ambazo tunategemea kuzifanya, ninaona ndani ya miaka 5 matarajio yetu kwamba angalau 50% ya wahitimu waliotoka Chuo Kikuu cha Dodoma tuko nao karibu, tuna mawasiliano nao ya simu na email, na hatuwaachi nyuma kwenye kupata taarifa za taasisi yao, za chuo chao mama. Kwa maana itawafikia kabisa, kutakuwa na huo utaratibu. Alafu kwenye upande wa elimu endelevu, ni vyuo vingi ambavyo vinajikita hapo na vingine vilitutangulia, lakini ninaiona UDOM kwenye upande wa elimu endelevu ikijipambanua kwenye aina gani ya elimu endelevu na ya ubora gani inaitoa, na kwa kushirikiana na taasisi nyingine ambazo tayari ni vinara katika hizo tasnia tunazotolea elimu bora. Shukrani sana kwa kusema hayo. Unatuthibitishia kabisa kwamba kwenye upande wa kurugenzi ya umataifishaji, jumuiya ya wahitimu, elimu endelevu, tunategemea kuwa na mafanikio makubwa sana katika nyanja hizo ambazo umezigusia. Kama mwanataaluma, kama mkurugenzi katika kurugenzi yetu hii pendwa, kwa sababu ni pendwa, kwa sababu si binafsi tunajivunia kuwa na wanafunzi wa kigeni ndani ya chuo chetu, kwa sababu tunabadilishana tamaduni mbalimbali, mnatuletea watu ambao na sisi tunakutana na changamoto mpya, tuna share experiences za ndani ya nchi yetu, lakini za nchi ambazo wanafunzi wetu wametoka. Ni nini wito wako kwa wadau wetu wote katika kufikia malengo ya UDOM tunayoitaka? Asante sana. UDOM tunayoitaka ni UDOM ya Watanzania. Kwa maana gani? Sio kwa maana tu ya jamii ya Tanzania kuja kuleta vijana kuja kujifunza, lakini kwa maana ya kuwa chuo ambacho Watanzania wanajivunia kwa namna kinatoa huduma, namna kinafikia jamii, na namna kinajipambanua kimataifa. Sasa ili kuweza kufikia hayo, UDOM haiwezi kufanya kazi peke yake. Kwa hiyo wito wangu kwa wadau wote wa UDOM tuliopo ndani ya chuo kikuu cha UDOM, waliopo nje ya chuo kikuu cha UDOM kwa maana ya wahitimu, lakini pia ambao sio wahitimu lakini ni wadau wakuu wa elimu, na wale wote wenye mapenzi mema na UDOM. Tunaomba msituchoke, mshirikiane na sisi pale ambapo tunanyoosha mikono yetu kuomba ushirikiano kwa namna moja ama nyingine. Tunaomba kabisa mtushike mikono na msiache kutuambia namna bora ambazo zinaweza zikatufanya tukaendelea kuwa chuo bora ambacho tunakitazamia. Okay, Dr. Lulu Kaaya, mimi ni kushukuru kwa niaba ya timu ya podcast, UDOM Podcast. Umetupa picha pana ya kazi kubwa ambayo inafanywa na kurugenzi ya umataifishaji, jumuiya ya wahitimu na elimu endelevu ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Naendelea kusema asante sana, na bila shaka tumeyafahamu mengi kutoka kwako, lakini tumeyafahamu mengi kutoka kwenye kurugenzi ambayo unaiongoza kwa sasa, kuanzia huduma kwa wanafunzi wa kimataifa, lakini pia maendeleo ya jumuiya ya wahitimu, lakini umegusia pia maandalizi ya convocation ya mwaka huu. Kwa hiyo kama UDOM Podcast, lakini kama Chuo Kikuu cha Dodoma, tunawatakia maandalizi mema na mafanikio mema katika mikakati yote inayoendelea ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Nikushukuru sana daktari. Asante sana.